kigezo kikubwa cha kwanza kinachombeba mtu ni familia. Akiwa ni ndugu, hiyo ni tiketi kabisa ya maana kuwa na sisi kwenye familia. Ila ukiniuliza mimi kama mwalimu wa kikundi, sidhani pia kuna faida yoyote ya kumchukua mtu hata kama ni mwanaukoo au mwanafamilia kama hana kipaji. Kwa nini tunakuleta huku na hakuna sababu yani hautatusaidia kwa lolote? Manake tunataka kukufurahisha, lakini utabaki kama mzigo. Kwa hiyo hata kama sisi pia tunafanya kazi kama familia, the better tuangalie, haya tunamchukua mtu ana kipaji, maana ni lazima sasa tufanane kwa kazi tunayoifanya, ndo tutafanya kazi vizuri. Tofauti na hapo, lazima mbele ya safari kutakuwa na shida. Kwa hiyo hata sisi pia tunaangalia kwenye ukoo, tunamchukua mtu ana kipaji. Kama ana kipaji bado pia inakuwa ni nzuri kwetu. Sababu nyingine, labda kama mtu kaolewa kwetu au ameoa kwetu, pia tunambeba kama sehemu ya familia. Kwa hizo ndo sababu ambazo tunazichukua. Lakini ya mwisho kabisa sasa ni mtu ambaye either tumemchukua tu kulingana na upungufu wa sauti. Tunahitaji nguvu fulani either kwenye sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, bezi, tunamchukua.